Welcome back katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribisha sana katika episode yetu mpya ya 77 ya Wanangu Podcast ambayo imejikita katika kuchambua wimbo kutoka kwa Disaster Vina unaofahamika kama Mwanajua. Mtakumbuka kwamba episode yetu ya 75 tulichambua pia wimbo kutoka kwa Disaster Vina unaofahamika kama Mbuzi, na katika comment hususan katika upande wa YouTube watu wengi waliomba kwamba nichambue wimbo wa Mwanajua. Kwa hiyo nikaona isiwe kesi. Let's go. Let's do it. Alizaliwa mashariki, alifahamika chocho zote. Alikuwa malaika wa ndoto zetu wote. Walimuita Mwanajua kwa maana alijua vyote. Alitamalaki, nuru ilitua mahali kote, na kila mara alipita watu walimheshimu. Hakwenda shule ila aliheshimika kama mwalimu. Alikuwa mzuri kweli lakini shobo hana, hakuna alimgusa kwani alikuwa wa moto sana. Urembo ulimweka juu na kushuka anga zetu. Alikuwa maarufu kushinda hata Bwana Yesu, hata watoto walimpenda, walifanya sherehe, tulio bale. Alipopita tulimwaga mbegu, ilipofika asubuhi tulimwaza yeye kwanza. Ilikuwa ni kama desturi kumfata, tulikuwa hatuli tukasaza. Tuliwaonea wivu rafiki zake Mekuli na Veneranda, walikuja madogo wajanja na mapesa, wakauliza mama ukivaje unapendeza. Wakamwahidi ndizi, mawaridi na hariri, lakini jasiri rangi yake ya asili ilitesa. Warembo wa dunia na vivazi vyao waliwaza kumfikia, na ilibaki njozi kwao. Wazungu walikuja na pozi kibao, walimkaribia mwisho walibabuka ngozi zao. Mwanajua amepotea kama hakuwepo. Mwanajua ameondoka kama hakuja. Mwanajua anatukumbusha kuwa kilichopo kitakuwepo tu kwa muda. Mwanajua, Mwanajua, Mwanajua. Wakati inaanza uchambuzi, nadhani kuna dhana kama 2-3 hivi za kifasihi ambazo nadhani ni muhimu kuzielewa ili tuelewane vizuri. Kuna kitu kinaitwa tamathali za semi. Hizi ni mbinu za kifasihi ambazo zinamwezesha mtunzi wa kazi ya fasihi kuwa tajiri wa lugha, aweze kuichezea lugha iwe na mvuto kwa yule mtu anayesikiliza au anayesoma kazi ya fasihi. Moja kati ya tamathali za semi inaitwa sitiari kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza inaitwa metaphor. Hii inahusisha kufananisha vitu viwili visivyofanana bila kutumia kiunganishi. Kwa mfano, umemwona dada na macho mazuri ukasema yule dada macho yake ni nyota. Sio dada na macho kama nyota au na macho mithili ya nyota, hapana, hicho ni kitu kingine. Sitiari ni kusema kwamba yule dada macho yake ni nyota, ukimaanisha kwamba macho mazuri yenye mvuto yanaong'ara na vitu kama hivyo. Wimbo huu wote ni metaphor. Wimbo huu wote ni sitiari. Mwandishi anafananisha dhana ya kila kitu chenye mwanzo kuwa na mwisho. Anaifananisha na kuchomoza na kuzama kwa jua, kitu ambacho wote tunakifahamu. Kiamka asubuhi unajua jua linachomoza baadaye linazama, ni kitu ambacho tunakifahamu. Sasa anakifananisha kitu hiki na dhana ya kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho, ambao ndo dhamira kuu ya wimbo. Kila chenye mwanzo kina mwisho. Lakini kuna dhana nyingine ambayo nataka uielewe ya kifasihi ambayo inaitwa tashihisi. Kwa Kiingereza inaitwa personification. Hii inahusisha kuvipa vitu visivyo na uhai, unavipa sifa za kibinadamu, sifa za binadamu ambaye ana uhai, kama kuwa na hisia. Maona, kwa mfano unaweza kusema maua yalifurahia sana siku ile. Maua yalifurahia sana siku ile. Wote tunajua maua hayana hisia, hayawezi kufurahi wala kuchukia. Lakini mwandishi wa fasihi au mwanafasihi anaweza akaandika sentence kama hiyo au akaandika mstari kama huo. Inaitwa personification au tashihisi. Hivi ni vitu muhimu sana ambavyo vyote vimetumika katika wimbo huu. Umemsikia kwenye verse ya kwanza hapo anasema alizaliwa mashariki, alifahamika mahali pote. Wote tunajua jua linachomoza upande wa mashariki. Alikuwa malaika wa ndoto zetu wote, kwamba watu wengi walikuwa wanamtamani. Walimuita Mwanajua kwa maana alijua vyote. Kwa hiyo tunasikia jina Mwanajua kwa mara ya kwanza kwenye wimbo, na inaonyesha Mwanajua kwamba ni kama ni msichana fulani ambaye alikuwa anatamaniwa sana na watu wengi. Ameita Mwanajua kama ambavyo unaweza kuita Mwanahamisi au Mwanaidi. Kwa hiyo kampa hilo jina la kike. Lakini tunapata maana ya pili ya jua kwamba alijua vyote. Kwa hiyo Mwanajua pia alikuwa na knowledge, ana ujuzi, alijua vitu vingi. Alitamalaki, nuru ilitua mahali kote. Maana mwanga wake, unajua jua likiwaka mwanga unafika kila sehemu. Na kila mahala alipita watu walimheshimu. Alikuwa anaheshimika pia. Hakwenda shule ila aliheshimika kama mwalimu. Alikuwa mzuri kweli
lakini shobo hana. Kwa tunaanza kuambiwa sifa zake sasa hapa kwamba alikuwa hana shobo. Mzuri, kila mtu anajua kwamba ni mzuri, lakini hana shobo. Hakuna aliyemgusa kwani alikuwa wa moto sana. Wote tunajua wanasayansi wameenda mwezini, lakini hakuna chombo ambacho kimetua kwenye jua. Kwa hiyo kuna joto sana kule. Urembo ulimweka juu, hakushuka anga zetu. Okay, tunajua jua liko juu tangu tumezaliwa, unaona jua liko juu, hakuna siku jua limeshuka chini. Kwa hiyo yuko level nyingine kabisa. Alikuwa maarufu kushinda hata Bwana Yesu. Huu mstari unaweza ukawaofendi baadhi ya watu, lakini kwa jinsi nilivyouelewa mimi ni kwamba unajua si binadamu, hii species yetu ambayo tupo, wana sayansi na wana historia wanasema imekuwepo kwa miaka kama 300,000 hivi iliyopita. Lakini jua ukiangalia umri wa jua kufuatia wana sayansi wanachosema, jua limekuwepo kwa miaka bilioni 4 kama 0.5 hivi 0.6. Kwa hiyo kama tunamzungumzia mwanajua, maana yake ni wa siku nyingi, maana yake vizazi na vizazi vimemuona. Kwa sababu ukifuatilia story ya Yesu ni kwamba aliishi miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo sasa ukiangalia hiyo ratio kati ya miaka bilioni 4 na Yesu ambaye ameishi miaka 2000 iliyopita, unagundua kwamba kuna viumbe vingi vinalijua jua hata kabla ya story ya Bwana Yesu haijaja. Kwa hiyo ndo ambavyo nilielewa mstari. Anasema hata watoto walimpenda, walifanya sherehe. Wote tunajua sherehe za watoto huwa zinakuwa mchana jua likiwaka, right? Sherehe za watoto mara nyingi hazifanyiki usiku. Watu wazima ndio wanafanya sherehe usiku. Tuliobarehe alipopita tulimwaga mbegu. Hapa nadhani kuna maana mbili. Maana ya kwanza ni hiyo ulioifikiria. Watu waliobarehe wanamwaga mbegu kibiolojia, si ndio? Lakini maana ya pili pengine katika maana ya wakulima. Waliobarehe maana yake ni vijana ambao wamefikisha umri ambao wanategemewa sasa na jamii yao waweze kufanya kazi. Na wote tunajua mimea haiwezi kustawi pasipo na jua. Lazima mwanga uwepo ili mmea uweze kustawi. Kwa hiyo hawa vijana walimwaga mbegu kwa sababu wanajua zitaota. Kwa hiyo kwangu mimi naona kuna maana mbili pale. Anasema ilipofika asubuhi tulimwaza yeye kwanza. Ilikuwa ni kama desturi kumfuata. Tulikuwa hatuli tukasaza. Tuliwaonea wivu rafiki zake Mekuli na Veneranda. Ukifika asubuhi ili ujue kama asubuhi, confirmation ya kwamba sasa hivi ni asubuhi, lazima uone jua linatoka. Otherwise unaweza hata unaona zile sehemu ambazo zina ukungu, wakati mwingine inakuwa ngumu hata kujua ni saa ngapi, kwa sababu kunaonekana vile vile tu. Umeona? Kwa hiyo jua linatupa confirmation kwamba hii ni asubuhi. Ukiona linachomoza unajua kweli hii ni asubuhi. Kwa hiyo ikifika asubuhi tunamuwaza huyu mwanajua. Lakini kuna mstari mwingine anasema hapo kwamba tuliwaonea wivu rafiki zake Mekuli na Veneranda. Maana ambavyo nimeelewa huo mstari, ukiangalia kwenye ule mfumo wa jua, ile solar system, jua lipo pale katikati, and then sayari inayofuata ni Mercury. Maona Mercury inavyo sound kama Mercury. Na Veneranda na fikiri ni Venus, ile sayari inayofuatia. Kwa hiyo rafiki zake ni wale ambao wako karibu naye kwenye ule mfumo wa jua, ambao ni Mercury na Venus. Na nakumbuka kulikuwa kuna kanuni ya kukumbuka, ukitaka kukumbuka hizi sayari tulikuwa tunasoma shule ya msingi, nasoma mpenzi Veneranda endeleza mapenzi japo sikuoni, unataka nikose pumzi. Kwa hiyo Venus ilikuwa inatajwa kama Veneranda. Kwa hiyo marafiki zake wa karibu wa mwanajua ni zile sayari mbili ambazo ziko karibu yake kwenye mfumo wa jua. Walikuja madogo wajanja na mapesa. Wakauliza, mama ukivaaje unapendeza? Hii ni reference ya wimbo wa Dogo Janja. Kwa anaposema walikuja madogo wajanja na mapesa, ni reference ya Dogo Janja kwa sababu ana wimbo unaitwa ukivaaje unapendeza. Lakini anachomaanisha kwamba kuna watu ambao walikuja na pesa zao wakataka kumlaghai mwanajua ili waweze kumpata. Wakamwahidi ndizi, mawaridi na hariri, lakini jasiri rangi yake ya asili ilitesa. Jua libakia kama alivyo. Warembo wa dunia na vivazi vyao waliwaza kumfikia, ilibaki njozi kwao. Wazungu walikuja na pozi kibao, walimkaribia mwisho wakababuka ngozi zao. Kwa hiyo umeona watu wanavyojituma kujaribu kumpata mwanajua, lakini ni mgumu kupatikana kwa sababu kwanza ipo juu kule, hashikiki. Umeona? Na anajua kila kitu. Kwa hiyo ndio verse ya kwanza inaisha kama hivyo. Na mstari wa mwisho ambao anasema
wazungu walikuja na pozi kibao, walimkaribia, mwisho wakababuka ngozi zao. Kuna attempt ambazo zimetokea, walijaribu kwenda kurusha vyombo kwenda karibia na jua. Nafikiri mwaka 2024 kuna chombo ambacho kilienda karibu zaidi kama kilomita 6 hivi, ambayo ilikuwa ni mafanikio ya hali ya juu sana. Lakini kutokana na joto la jua kule, kile chombo kilipoteza yale mawimbi yake, zile yale mawimbi ambayo yanatumwa huko duniani kwa siku kadhaa kwa sababu ya joto la jua kule. Kwa hiyo mimi naifananisha kama kubabuka ngozi, kwa sababu ukitaka kulisogelea jua na kumsogelea mwanajua, lazima utapata madhara kwa sababu joto ni kubwa sana. Umeona? So hiyo ndio verse ya kwanza imeisha, na kwenye chorus anasema mwanajua amepotea kama hakuepo, mwanajua ameondoka kama hakuja, mwanajua anatukumbusha kuwa kilichopo kitakuwepo tu kwa muda. Hapa ndo kwenye kodi ya wimbo. Yaani kwenye chorus ndio inatoka kodi ya kwanza ya wimbo. Mwanajua anatukumbusha kwamba kilichopo kitakuwepo tu kwa muda. Hiyo ndo central idea. Hiyo ndo idea ya katikati kabisa ya wimbo, kwamba kilichopo kitakuwepo tu kwa muda na mwisho wake utafika tu. Kwa hiyo ndo verse ya kwanza na chorus. Na muona kila mstari sasa unavyokuja unaweza sasa ile dhana ambayo nilikuambia ya metaphor unaipata sasa hapa, kwamba unaona kabisa kwamba jinsi anavyompa huyu mwanajua sifa, anavyolipa jua sifa za kibinadamu kama msichana mrembo ambaye anataka na kila mtu. Umeona? Lakini at the same time anafananisha sasa ile dhana ya kwamba kila kilichopo kitakuwepo tu kwa muda, kwamba mwisho wake utafika tu. Na hapo umeona jua limechomoza, linapata sifa zote, lakini tukiendelea huko mbele utaona sasa nini kinafuatia. Tulijaribu kutumia chambo wapite ya nase ili tuweze kutupia mambo, mitego iliwekwa aje atumbukie hapo, tulishia kumuona mbali na mwisho kuumia macho. Haki ya nani? Kuna walodiriki kumwita Mungu, walitukuza, walisadiki na kuabudu, na sisi alitupa nguvu tuweze kupambana kutafuta pesa ili tu tuweze kumudu. Manyoka waliyevua magamba yao wapendeze ili waje waweze kupata fao, walitanguliza vyeti na madaraka yao, walishia kufa tukawazika na haraka zao. Licha ya utofauti wake alikuwa mkimya, hakuna aliyesikia sauti yake. Wenye wivu walichoshwa na mizingu, maana aling'aa sana kiasi alizificha nyota kama wingu. Naziwaza ficha zote complete, nilitazama skona diva wa kucompete bila ina wala makeup za kisasa, aliwaka sana mtoto fulani Kongo. Verse ya pili inaanza na mipango kidogo. Anasema tulijaribu kutumia chambo apite anase ili tuweze kutupia mambo, mitego iliwekwa aje atumbukie hapo, tulishia kumuona mbali na mwisho kuumia macho. Kwa hiyo unaona jitihada za wale wote wanaomtamani kumpata mwanajua zinashindikana, na mwisho siku wanabaki kuumia macho. Unajua jua ukiliangalia hivi na kuumiza macho. Anasema haki ya nani? Kuna waliodiriki kumuita Mungu. Ukifuatilia historia Egyptians, Wagiriki, Aztec na jamii za Japani huko miaka ya nyuma walikuwa wakiabudu jua, wakiamini kwamba ndo Mungu wao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kihistoria kabisa hiyo iko accurate, na jamii nyingi zimefanya hivyo. Walitukuza, walisadiki na kuabudu, na sisi alitupa nguvu tuweze kupambana kutafuta pesa ili tuweze kumudu. Inajulikana kwamba wanaume wenye pesa wanaeleweka kidogo kwa mabinti, kwa hiyo vijana walikuwa wanatafuta pesa ili waweze kumpata mwanajua, lakini bado inakuja kuwa ngumu. Manyoka waliyavua magamba yao pendeze ili waje waweze kupata fao, walitanguliza vyeti na madaraka yao, waliishia kufa tukawazika na haraka zao. Kwa hiyo hata wale anasema manyoka, wale watu ambao ni mabandidu labda wana sifa fulani za ukauzu ambazo wabishi katika jamii, lakini waliweza kuziweka tabia zao pembeni, umeona, ili tu waweze kumpata mwanajua, lakini hawakufanikiwa. Mwanajua yuko zake juu, kwa amna naye mgusa, asemi chochote, anatoa mwanga tu, anang'aa. Umeona, haiwezekani. Kwa licha ya utofauti wake alikuwa mkimya, hakuna aliyesikia sauti yake. Kama nilivyosema, jua halitoi sauti yoyote, lipo zake kimya tu, limetulia. Wenye wivu walichoshwa na mizingu, maana aling'aa sana kiasi alificha nyota kama wingu. Najua jua likiwaka lina outshine kila kitu. Nyota hazionekani mchana kwa sababu jua lina mwanga mkubwa sana. Kwa hiyo lina outshine kila kitu. Huwezi kuziona nyota mpaka litakapozama, then utaweza kuona nyota. Anasema anaziwaza ficha zake zote complete, yani sifa zake zote kwa ujumla. Yani kwa ujumla wake jinsi alivyokuwa mzuri huyu mwanajua. Nilitazama sikuona diva kucompete. Hakuona mwanamke yoyote ambaye angeweza kucompete na mwanajua. Bila ina wala makeup za kisasa,
aliwaka sana mtoto fulani konki. Kwa hiyo anamaliza hii verse ya pili, mwanajua bado wa moto, yani bado yani yuko kwenye level yake ile ambayo umgusi. Umeona? Anamaliza hivyo, lakini pia bado unatakiwa ukumbuke zile concept mbili nilizokuambia mwanzoni kwamba anamzungumzia mwanajua, lakini kiukweli ukisikiza sifa zake zote ni za jua ile ambayo tunajua. Na kwa nini anazungumzia ile jua? Anazungumzia ile ya kufananisha na ile dhana yake ya kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho. Kwa hiyo kuanzia tulipoanza tunaona jua limechomoza fresh, linafanya mambo yake mpaka tunafikia verse ya pili bado liko vizuri, bado lipo kwenye wakati wake ambao linafanya vizuri. Tuendelee. Wapi barabara sio na kona, simulizi sio na mwisho, makala zimeandikwa, tupo na nakala tunasoma, imeandikwa upasuka inapovuma sana ngoma. Vile ilikuwa amesukwa ni kweli, alipofika ilikuwa kama umeshushwa umeme. Kwa uzuri utadhani amejumba mwenyewe, tulihisi atashuka milele. Tulikosea kwani zile sifa hazivai tena, imefika jioni na yeye hang'ai jema. Ndege waimbi nyimbo, misa zimefungwa, wamwaga mbegu wote tumebaki dilema. Najiuliza alifichwa na ndugu kwenye kaya au alinenepa kutoka, aliona haya tu kujua, tulishindwa kutafakari chanzo, maana alizima na akuwa wa moto kama mwanzo. Anatukumbusha kwa tayari inapofika zama, atamu yake imefika, zamu yake imekwisha, ajacha taalama ya damu yake, amekufa na utamu wake. Ya Rabi, nasikitika sana, namkumbuka sababu ya kudanganyika. Nuru yake pahala pote ilitawanyika, kutoka Mzizima pwani kote alipaga wisha, aliondoka na mwisho alionekana ziwa Tanganyika. Dhania zimeandikwa alichoka pengine, au aliondoka ili wang'ae nyota wengine. Itakufa damu, itakufa nyama, nenda mwanajua, nenda tutakukumbuka sana. Hii verse ya tatu sasa ndo anafungua kodi kabisa ya wimbo unamaanisha nini. Na mara nyingi Disaster, kama hujamuelewa kwenye verse ya kwanza, verse ya pili, wewe tulia, nenda kwenye verse ya tatu. Mara nyingi ndo anafunguaga kodi ya kwamba wimbo unahusu nini. Kwa hiyo sikiza vizuri hii verse. Anasema, iwapi barabara isiyo na kona, simulizi isiyo na mwisho, makala zimeandikwa, tupo na nakala tunasoma. Imeandikwa upasuka inapovuma sana ngoma. Hiyo mistari minne ya kwanza inaonyesha kabisa kwamba ndio ile dhamira kuu ya wimbo huu, kwamba yani hakuna barabara isiyo na kona, hakuna simulizi isiyo na mwisho, makala zimeandikwa na tunazisoma, lakini si zinaisha. Imeandikwa upasuka ikivuma sana ngoma, kwamba ngoma inavuma, inaweza ikapigwa mkacheza, lakini ikishavuma sana mwisho siku itafaje? Itapasuka. Ndio dhamira kuu ya wimbo, kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho. Kwa hiyo mwanajua ametoa kama mfano, kama metaphor, kama sitiari ambayo ya kukuonyesha wewe kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho. Kwa hiyo anaendelea kwenye verse ya tatu, anasema vile alikuwa amesukwa ni kwere, alipofika ilikuwa kama umeshushwa umeme. Yani ule umuhimu wake ulikuwa akitokea unauona kabisa. Kwa uzuri utadhani amejiumba mwenyewe. Tulihisi hata shuka milele, tulikosea kwani zile sifa hazivai tena. Hapo unaweza kuona sasa kushuka kwa mwanajua, kuporomoka kwa mwanajua. Imefika jioni na yeye hang'ai tena. Huyu dada alikuwa wa moto, huyu mwanajua alikuwa wa moto, lakini sasa imefika jioni hang'ai tena. Umeona, unaweza kuona kushuka kwake. Anasema ndege hawaimbi nyimbo, misa zimefungwa, wamwaga mbegu wote tumebaki dilema. Unakumbuka wamwaga mbegu wale walikuwa akipita mwanajua wanamwaga mbegu. Sasa hivi hawamwagi tena mbegu. Tumebaki dilema, wamebaki dilema, hawajui cha kufanya. Najiuliza, alifichwa na ndugu kwenye kaya au alinenepa kutoka kaona haya? Kumbuka mtoto mzuri huyo, pengine labda amekula ovyo, amenenepa kutoka anaona aibu, ndio maana haonekani. Hakujua tulishindwa kutafakari chanzo, maana alizima na hakuwa wa moto kama mwanzo. Umeona kushuka kwa mwanajua huku sasa. Anatukumbusha kuwa tayari inapofika zama, hatamu yake imefika, zamu yake imekwisha. Anatukumbusha huyu mwanajua. Maana huyu mwanajua ni mfano, huyu mwanajua ni metaphor, huyu mwanajua ni sitiari ambayo inatukumbusha sisi kwamba unapokuwa umefika mwisho wa jambo fulani, yani zama za hilo jambo zikifika, basi ndo limeisha, hakuna chochote unachoweza kufanya. Anasema hajaacha hata alama ya damu yake, amekufa na utamu wake. Ya Rabi, nasikitika sana, namkumbuka sababu hakudanganyika. Nuru yake pahala pote ilitawanyika. Jua unajua linamulika kila sehemu. Toka Mzizima pwani kote alipagawisha, aliondoka na mwisho alionekana ziwa Tanganyika. Huu mstari ni muhimu sana, na huu ndo mstari ambao unaonyesha ujiniasi wa huyu jamaa.
Unakumbuka mstari wa kwanza wakati tunaanza kwenye verse ya kwanza? Huu ndio uandishi sasa. Kwenye verse ya kwanza alisema alizaliwa mashariki, alifahamika mahali pote. Mashariki ndio ambako jua linachomoza. Huu mstari katika verse ya 3 anasemaje? Aliondoka na mwisho ulionekana ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika liko magharibi mwa nchi ya Tanzania, ambao unajua jua likichomoza mashariki linazama wapi? Ndo namna ambavyo wanaufunga huu wimbo bro. This is genius level of writing. Huu ndo uandishi ambao tunasema sasa kwamba ina maana mtu anapoanza verse ya kwanza is almost anajua anaelekea wapi, kwamba this is not a coincidence. Kwa hiyo ni mstari mmoja muhimu sana kwamba aliondoka na mwisho ulionekana ziwa Tanganyika, ambao ziwa Tanganyika liko magharibi mwa nchi ya Tanzania. Jua linachomoza mashariki linazama magharibi. Ndio anafunga wimbo hivyo. Anasema dhahania zimeandikwa. Alichoka pengine alichoka. Watu wameandika vitu kwamba pengine mwanajua alichoka tu kuwa juu muda wote. Aliondoka ili wang'ae nyota wengine, na unajua kwenye maisha ya kila siku kama nilivyosema, jua likizama nyota ndo zinachomoza usiku. Kwa pengine aliondoka ili watu wengine pia waweze kushine. Itakufa damu, itakufa nyama. Nenda mwanajua, nenda, tutakukumbuka sana. Kafunga wimbo. Kwa hiyo hapo tumeelewana sasa kwamba mwanajua ni mfano, mwanajua ni CTR, mwanajua ni metaphor ambayo inatukumbusha sisi. Ndio maana hata kwenye chorus anasema inatukumbusha. Yaani mwanajua anatukumbusha kuwa kilichopo kitakuwepo tu kwa muda. Mwisho wa siku muda wake ukifika, zama zikiisha, basi kitapotea. Hiyo ndio dhamira kuu ya wimbo. Watu wengi wanapata wakati mgumu kuelewa wimbo huu kwa sababu wana ile dhana ya kwamba kuna mtu fulani labda anazungumziwa au kuna kitu fulani kinazungumziwa, lakini ninachokwambia ni kwamba wimbo unahusu dhana ya kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho, kwamba kila zama zina mwisho wake. Hicho ndio ambacho natakiwa uondoke nacho. Kwa hiyo ukishasikiliza kwa kuzingatia dhana hiyo kwa upana huo, unaona kila kitu kina make sense. Na ukifuatilia vile vitu vile ambavyo nimekuambia, metaphors na personification pale mwanzoni, ukiwa unazisikia wakati sasa unasikiliza wimbo huu, kila kitu unaona kinakaa kwenye sehemu yake na unauelewa vizuri sana. Umeona? Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho naona watu wengi wanachanganya, lakini hopefully hii episode ya Wanangu podcast itasaidia wewe kuweza kuelewa vizuri wimbo, au sio? Wimbo ambao tumetoka kuchambua utakuwa ndo Song of the Week kwa wiki hii, na ni wimbo ambao unatoka katika album ya pili ya Disaster Vina inayofahamika kama The Vertela. Itakuwa vizuri kama hujasikiliza album uende ukasikilize, uweze kukosa vitu viwili vitatu vya kujifunza kutoka kwenye ile album. I promise you. So that marks the end of this episode. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.